Rushwa mkoa wa Kinondoni tunatoa taarifa ya mafanikio kupitia kwenu ninyi waandishi wa habari kuhusu utendaji wa kazi zetu kwa kipindi cha kuanzia Januari 25 hadi Machi 25. Kwa kipindi tajwa, ofisi yetu imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kufuatilia miradi ya maendeleo. Imeadhimisha wiki ya sheria kwa mwaka 2025, lakini pia imefanya uchambuzi wa mifumo, imetekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki, aidha imetoa elimu kwa umma, lakini pia imefanya uchunguzi wa tuhuma mbalimbali zilizowasilishwa na wadau na wananchi. Kwa ufuatiliaji wa maendeleo kwa maana ya miradi ya maendeleo, TAKUKURU mkoa wa Kinondoni tumefuatilia miradi mitano yenye thamani ya shilingi bilioni 202. Miradi hiyo ilihusu sekta ya kilimo, miundombinu ya barabara na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake. Miradi miwili kati ya hiyo mitano ilikuwa ina thamani ya bilioni 194, imekutwa na mapungufu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutokamilika kwa wakati kunakotokana na kucheleweshwa kupatikana kwa fedha kutoka kwenye vyanzo husika. Kupitia vikao na watekelezaji wa miradi hiyo, tumetoa ushauri na kuhimiza miradi hiyo ikamilike kwa wakati ili wananchi waweze kunufaika. Lakini pia lililofanyika ni uchambuzi wa mifumo katika hicho kipindi cha Januari kwenda Machi 2025. Katika kufanya chambuzi za mifumo, lengo letu ni kubaini mianya ya rushwa katika maeneo ya kiutendaji ya ofisi, taasisi au idara mbalimbali na kuzidhibiti. Katika kipindi cha husika, tumefanya uchambuzi wa mifumo kwenye makadirio na makusanyo ya mapato ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Mapungufu yaliyobainika yamejadiliwa na yaendelewa kufanyiwa kazi. Lakini jambo lingine ambalo tumelifanya katika kipindi tajwa ni programu ya TAKUKURU Rafiki. Katika kipindi hicho tajwa tumezifikia kata zipatazo 7 katika utekelezaji wa programu hiyo. Kupitia vikao na wadau katika kata hizo 7 tumepata kero 49 ambazo ziliibuliwa. Kati ya hizo kero 49, kero 31 tayari tumeshazipatia ufumbuzi. Malalamiko yapatayo 76 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko yapatayo 44 yalikuwa hayahusu vitendo vya rushwa. Malalamiko yote yaliyohusu vitendo vya rushwa yameendelea kufanyiwa kazi na yako katika hatua mbalimbali katika ukamilifu wake. Na yale malalamiko ambayo hayakuhusu rushwa, hawa walalamikaji walishauriwa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuhamisha malalamiko yao kwa ajili ya kufanyiwa kazi na taasisi zingine. Nini mikakati ya TAKUKURU katika kipindi kinachofuata sasa cha Aprili kwenda Juni 25? Hii ni mustakabali mzima wa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025, ambapo tunaendelea kuelimisha wananchi wajue madhara ya rushwa na wahamasike kushirikisha TAKUKURU katika kipindi chote cha kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tunatoa rai kwa wananchi wote kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivi.